Kuwakaribisheni nyote katika ukumbi huu kwa ajili ya kupata mafunzo maalum ya ibada ya hija. Leo ndo tunaanza, na baada ya hapa tutapeana taarifa na ratiba namna semina zitakavyoendelea. Kwa hiyo basi, bila kupoteza muda, ni muombe kiongozi wetu ambaye yuko tayari kwa ajili ya kutoa darasa hili kama mwanzo tu wa kufungua semina zetu. Sheikh Musa Yusuf Kundecha ndiye atakayekuwa muongozaji wa darasa hili. Nitumie fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bila ya kuwasahau masahaba zake Mtume waliojitolea kwa mali na kwa nafsi zao wakautetea Uislamu ukafika huku kwetu katika sura hii unayoiona. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie radhi zake zende kwa wote watakaofuata mwenendo kama wao mpaka siku ya Kiyama. Ndugu zangu Waislamu, katika siku hii yetu ya kwanza ya uzinduzi wa semina zetu, mada niliyoichagua au anwani niliyoichagua ya mazungumzo yetu, anwani ya ibada ni ufumbuzi. Ibada ni ufumbuzi. Nini ninakusudia? Naamini sote tunafahamu Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi sote kwa ajili ya jambo moja tu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama Qur'ani inavyosomeka, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu. Ikiwa hii ndio amri kuu ya Mwenyezi Mungu kwa wanadamu, na kama alivyosema mahali pengine, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din, hawakuamrishwa watu isipokuwa amri kuu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika misingi ya kufanya ibada kwa njia ya ikhlas, kufanya kila jambo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Utaona huu ndio msingi mkuu wa kuumbwa mwanadamu, na ndiyo shughuli kuu anatakiwa aifanye mwanadamu hapa duniani, kwa sababu yako mambo mengi ya lazima mwanadamu ayafanye yanayohusiana na maisha yake ya kila siku. Kama tunavyojua, mwanadamu ana mahitaji makuu ya kula, ya kulala, ya mavazi, na katika ulimwengu wa sasa matibabu, usafiri. Yote haya yanamhusu mwanadamu. Yanaingiliana vipi na mfumo huu wa kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Jibu unaweza kulipata katika tafsiri ya neno ibada, kama wanachuoni walivyotueleza, al-ibadatun ismu jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda. Ibada ni kila jambo analolipenda Mwenyezi Mungu na akaridhika kuona linafanyika. Al-ibadatun ismu jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda.
Ibada ni jina la kila jambo analolipenda Mwenyezi Mungu na akaridhika kuona linafanyika min alqauli wal amal. Jambo hilo linaweza kuwa ni neno au linaweza kuwa ni tendo. Kwa hivyo hata katika yale mahitaji yetu makuu ya msingi ya kupata mahitaji ya chakula, lazima yafanyike katika misingi ya ibada, kwa maana ufanye jitihada ya kutafuta riziki yako katika namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ameridhika katika hilo unalolifanya. Hata kama ni lazima ufanye matibabu kwa sababu unaweza kuugua kwa namna moja au nyingine, basi utafanya matibabu katika njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa imemridhisha na ameridhia njia hiyo ifanyike. Maana hii inakidhi mahitaji yote ya mwanadamu. Kila analolifanya mwanadamu, la msingi anatakiwa ahakikishe jambo hilo lina maelekezo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ameridhika nalo. Hii ni moja ya sababu niliyobuni anwani hii, ibada ni ufumbuzi wa matatizo mbalimbali tulionayo. Lakini sababu ya pili ya kubuni anwani ya namna hii, ukirejea historia ya ibada kuu zote, ibada kuu ni zile ambazo zinatamkwa katika anwani ya nguzo za Uislamu. Nguzo za Uislamu ziko 5. Moja ni kauli ya kimkataba inayomtoa mtu nje ya Uislamu na kumuingiza ndani ya Uislamu. Mambo 4 yaliyobakia ni maelekezo na amri za Allah subhanahu wa ta'ala za utekelezaji, ambazo tunazianwai kwa kusema msingi mikuu ya ibada. Kwa hivyo ukiangalia historia ya misingi mikuu hii au ibada kuu hizi ambazo katika Uislamu zimetajwa kama nguzo baada ya shahada, utaona nguzo zote hizi 4 zilizobakia au ibada hizi kuu zote 4 zilizobakia zimekuja kwa wakati, zimekuja kwa sababu, zilikuja kwa kuzingatia hitajio la wakati uliokuwepo, lakini zilikuja kama sehemu ya ufumbuzi wa matatizo yaliyowakabili Waislamu katika kipindi husika. Kwa hivyo katika case study yetu ya leo, ibada ya hija itachukua nafasi kubwa zaidi kimazungumzo, kwa sababu ndio lengo la semina yetu na huko tunakokwenda. Ibada hizi nyingine tutazigusia tu kwa maana ya kuzitaja au kusaidia kuhalalisha anwani niliyoichagua. Mtakumbuka ibada kuu ya kwanza, sawa na kusema amri kuu ya kwanza ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amri hii ilikuja mwaka wa 12 wa utume. Amri hii si nyingine, ni amri ya sala 5. Hizi ni katika ibada kuu katika Uislamu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameziainisha kama nguzo za Uislamu pale aliposema buniyal islamu ala 5, umejengwa Uislamu kwa mambo 5. Akataja shahada na akayataja mambo 4 hayo ambayo tunayaita nguzo za Uislamu. Ibada hii ya swala ilikuja mwaka wa 12. Kilichotokea kabla ya kuletwa ibada hii, ambayo nataka kuipa mahusiano na ibada, ni ufumbuzi wa matatizo tulionayo, ili na sisi katika kuendesha maisha yetu tujue tunapotaka kutatua tatizo letu lolote lile, msingi mkuu wa kutatua tatizo hilo kwanza uwe ni ibada. Mwaka wa 10 wa utume, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliondoka eneo la Maka mjini
akaenda maili 60 kutoka mji wa Maka mahali panapoitwa Taif, akiwa na lengo la kupata watu wapya atakaoweza kuwaeleza mambo ya Mwenyezi Mungu na wakayakubali. Kipindi hicho katika mji wa Maka hali imekuwa ngumu, mazingira sio mazuri, haruhusiwi kufanya vikao, watu wamesilimu lakini wanaendesha Uislamu kwa siri. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hakuwateremshia amri yoyote ya kufanya. Walitakiwa wamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ilitosha kwao kuwa ibada kubwa ya kufanya. Kwa hiyo katika mwaka huu wa 10 alipokwenda Taif, akaona uongozi wa Taif, akaomba ruhusa ya kuongea na wananchi wa Taif. Viongozi wa Taif wakamshangaa kwamba wewe ni mgeni, unawezaje kuomba ruhusa ya kuongea na wananchi badala ya kuongea na viongozi? Hilo jambo liliwapa wasiwasi, wakamfanyia vurugu, akapigwa kule, akapigwa mawe. Wanachuoni wanasema alipigwa mpaka akazimia. Waliompiga waliamini amekufa, wakamwacha, kwa sababu Taif kwa Saudi Arabia ni eneo lililo futi 1500 kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo kuna baridi kali sana. Wakati Saudi Arabia huku Maka na Madina joto linafikia digrii 50, Taif ukenda hali ya hewa huwa ni digrii 6-7. Ni baridi kali kabisa, inahitaji uvae koti, na kama sio mvumilivu wa baridi huwezi kukaa. Alipigwa na upepo ule akazinduka. Alipozinduka akasema maneno yafuatayo kumwambia Mwenyezi Mungu: Allahumma inni asqutu fi quwwati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia udhaifu wa nguvu zangu, wa qillata hilati, ninakushtakia Mwenyezi Mungu uchache wa mbinu, wa hawana ala nnas, ninakushtakia Mwenyezi Mungu unyonge wangu kwa watu, ila man takiluni ya Rabbi, nikategemee kwa nani Mwenyezi Mungu kwa kazi hii ulionipa. Akasema maneno haya mengi kwa muda wa kutosha, mpaka mwenyewe akapata wasiwasi wa kile anachokisema. Akamaliza maneno yake kwa kumwambia: fa in yakubika alayya ghadab fala ubali, Mwenyezi Mungu pamoja na yote niliyosema, kama sijakukosea mimi sina matatizo juu ya hili lililotokea. Huu ulikuwa ni mwaka wa 10. Wakati anarudi Maka, kipindi kifupi baada ya tukio hili, mkewe Bi Khadija aliyokuwa akimhami kwa kumliwaza na kumpa nguvu ya kufanya kazi, lakini pia aliyempa matibabu ya majanga makubwa haya yaliyomkuta, mkewe huyu akafariki. Mwaka huu ukawa unaitwa kwa historia Aamul Huzni, ni mwaka wa huzuni kubwa sana kwa Mtume Muhammad, lakini ni mwaka wa huzuni kubwa sana kwa Waislamu, kwa sababu kiongozi wao kipenzi alikuwa katika matatizo makubwa sana. Lakini mwaka huu pia babu yake ambaye hakuwa Muislamu, lakini alikuwa akimhami sana kwa makafiri wengine ili wasimfanyie vibaya, naye akafariki. Mwaka huu ukawa ni mzito sana kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akawa anajiuliza, kazi hii ulionipa Mwenyezi Mungu ya kutangaza dini yako, nitaitangaza kwa namna gani katika ugumu wa hali ya namna hii? Ikapita katika hali ya ukimya, mwaka wa 10 ukapita, mwaka wa 11 ukapita, hali ni ngumu sana. Mwaka wa 12 Allah subhanahu wa ta'ala akamletea ufumbuzi wa mwanzo, akamletea msaada wa mwanzo, akamletea amri ya kwanza. Maneno haya nayasema sio kwa kukosea neno la kwanza, nimekusudia akamletea ufumbuzi wa kwanza, akamletea amri ya kwanza, akamletea msaada wa kwanza. Kwa namna tutakavyozungumza utaona yote haya yanathibiti. Amri hii ilikuwa ni amri ya swala 5. Ilikuwa ndio amri ya kwanza ya kiutendaji kwa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kupokea tauhidi na kumjua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Amri hii pamoja na kuwa ni amri ya kwanza, ilikuja kama msaada wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wale ambao umepata kusikiliza kisa cha Miraji, kisa cha Miraji kinatoa tafsiri nzuri na haya ninayokuambia. Siku hiyo Mtume Muhammad amerejea katika safari ya Miraji, ndiyo mkononi amekuja na amri ya swala 5. Siku hiyo aliporejea na amri hiyo, alikutana na Abu Jahali, akamhadithia yaliyotokea usiku wake. Abu Jahali hakuyaamini, lakini akaona hapa ndipo mahali pazuri pa kumkomesha Mtume Muhammad na kumzuia kufanya kazi yake. Akamwambia, je, unaridhika niwaite watu wahadithia hichi unachoniambia? Mtume akamwambia, kwa kukwambia wewe nilitaraji kusikia hayo kutoka kwako, kwa hivyo nakusubiri kwa hamu sana niitie watu niwaambie haya niliyokuambia wewe. Niahidi Muhammad kwamba hutobadilisha neno lolote. Muhammad akamwambia, katika maisha yako umenisikia nikimsemea mtu neno la uongo? Umenisikia nikigeuza maneno, leo nasema hivi baadaye nasema hivi? Asema sijakusikia, naamini utasema kama ulivyoniambia. Akawaita watu wengi. Hiyo ni amri ya nini? Amri ya swala 5. Amri ya swala 5 ni utekelezaji wa ibada. Mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala afanye ibada kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo maana tunaponuia saa yote tunasema lillahi ta'ala, nafanya jambo hili kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni ibada, ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia eneo la pili, msaada wa kwanza kwa ummati Muhammad na kwa mtume. Amri hii ikatangazwa hadharani, ikisimamiwa na waliokuwa wakikataza ujumbe wa Mwenyezi Mungu usifikishwe kwa watu. Wao ndio wakaitisha watu, wao ndio wakasimamia muhadhara, na wao ndio wakauliza maswali magumu ili Mtume Muhammad akwame, na Mtume Muhammad akayajibu. Ikawa ni sababu ya umma wote kuamini huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ulikuwa ni msaada wa kwanza wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya maombi ya mwaka wa 10. Mwaka wa 10 alisemaje? Alimwambia, Allahumma inni ashqudhu fi quwwati, Mwenyezi Mungu ninakushtakia udhaifu wa nguvu zangu, wa qillata hilati, na uchache wa mbinu. Angekuwa leo hivi Mtume Muhammad bila shaka angesema nimechemka hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamletea ufumbuzi na msaada wa matatizo aliyokuwa anayaona. Nahitaji kuwaita watu, sina namna ya kuwaita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamletea msaada wa kwanza wa namna ya watu kuja kumsikiliza bila ya tatizo lolote. Tena watakaoita watu ni wale ambao kwanza ndio walikuwa wanawakataza watu wasimsikilize. Kwa hivyo huu kawa ni msaada wa kwanza kwa ummati Muhammad, msaada wa kwanza kwa mtume Muhammad katika kazi yake. Ikumbuke wakati huo Waislamu walikuwa hawawezi kukutana mahali popote. Kwanza mamlaka yaliyokuwepo yalikuwa hayaruhusu, na kulikuwa hakuna mazingira ya kukutana mnaambizana nini. Amri ya sala 5 ukawa msaada wa kwanza kwa Waislamu kurahisisha mawasiliano yao ya kukutana. Ikawa wanakutana mara 5 kila siku bila ya kuhojiwa na mtu yeyote. Na alhamdulillah jambo hilo alifikia Mtume Muhammad akasema maneno yafuatayo: as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Sala ndio msingi mkuu wa dini ya Kiislamu. Faman aqamaha, mwenye kuisimamisha sala kwa utaratibu na nidhamu inayotakiwa, faqad aqama dini, huyo atakuwa ameisimamisha dini ya Kiislamu, imepata mwelekeo na nguvu yake. Wa man tarakaha, na mwenye kuacha sala sio atapata dhambi, faqad hadama dini, huyo amevunja dini na misingi ya Uislamu, atakuwa kaivunja. Kwa sababu hili wakati wa mwanzo limekuja kama msaada kwa Waislamu kujiunganisha, kufahamiana na kukuza utamaduni wao na kuongeza nguvu yao katika jamii. Ili jambo la sala na wasiwasi lisije likateka mazungumzo yetu na mafahumu yetu.
nilikuwa nalitaja kwa maana ya tu ya kuonyesha anwani niliyoichagua. Ibada ni ufumbuzi. Nilikuwa nataka uone pia ibada ya sala ilikuja kama ufumbuzi wa matatizo yaliyokuwa yakiwakabili Waislamu kwa wakati huo. Endelea kuamini, swala ni ufumbuzi wa matatizo yanayowakuta Waislamu leo, kama watasali kwa namna alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watapata ufumbuzi wa matatizo yao. Sala itarahisisha mawasiliano ya Waislamu. Sala itasaidia kupeana taarifa za Waislamu kwa urahisi. Sala itawawezesha kusaidiana Waislamu kwa karibu bila ya tatizo. Sala inatosha kuwa ufumbuzi wa matatizo walionayo Waislamu. Eneo la pili la ibada hizi ni ibada ya saum. Ibada ya saum imekuja mwaka wa 15 wa utume. Sala nilisema imekuja mwaka wa ngapi? Mwaka wa 12. Baada ya amri hiyo, Mtume Muhammad akaomba ruhusa kwa Mwenyezi Mungu, ni ruhusu sasa nihamie Madina kwa sababu nyenzo ya kufanyia kazi ninayo. Na alhamdulillah, kwa kutumia sala aliweza kuwaunganisha Muhajirina na Ansar. Kwa kutumia sala aliweza kuondoa tofauti za Ausi na Hazraji. Kutokana na sala aliweza kutengeneza dola ya Kiislamu katika mji wa Madina. Mwaka wa 15 baada ya kuwa wamepata dola ya Kiislamu na maendeleo yamekuwa makubwa na mazuri, chuki na uadui dhidi ya Waislamu vikaanza kujitokeza kwa kiwango kikubwa, kwa kiasi cha kufikiria vita vya silaha ili kuyazuia maendeleo hayo. Hapa ndipo Allah subhanahu wa ta'ala alipomruhusu Mtume Muhammad na Waislamu kwamba sasa ikitokea kuna mtu anawafanyia bughdha, anawachokoza, mnaruhusiwa kupambana kulinda maslahi na maendeleo yenu. Amri hii iliambatanishwa na mambo mawili kwa pamoja. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwaka wa 15 aliruhusu Waislamu kupambana na maadui zao kama watakuwa wamechokozwa. Naeleweke vizuri hapo. Mwenyezi Mungu aliwaruhusu Waislamu kupambana na maadui zao kama watakuwa wamechokozwa. Sio aliwaruhusu Waislamu kuwapiga maadui zao, hapana. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruhusu Waislamu kupambana na kujitetea dhidi ya maadui zao pale watakapokuwa wamewashambulia. Sambamba na amri hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea amri ya saum. Kwa wale wanaofuatilia historia, vita vya kwanza vikubwa vya Waislamu vilipiganwa mwaka huu wa 15. Vita hivi maarufu ni vita vya Badri. Vita hivi vilipiganwa ndani ya mwezi wa Ramadhani na Waislamu wakiwa katika saum. Waislamu wakiwa takriban watu 313 na makafiri wakiwa watu 1000. Waislamu walikuwa na farasi wawili na wanangamia 70 na wao wako 313. Kwa maana hiyo wako eneo kubwa la watu waliokuwa wanatembea kwa miguu. Wakichoka wanapokezana kupanda wale ngamia ili kwenda katika msafara eneo linaloitwa Badri. Tena Waislamu waliondoka kwenda Badri ili kuziwia msafara wa kibiashara uliokuwa umepangwa kutayarisha nguvu za kuwapiga vita Waislamu. Makafiri waliandaa msafara wa biashara ili wapate fedha nyingi ya kutosha zitakazowawezesha kununua silaha nyingi na maandalizi mazuri ili wawafate Madina Waislamu wakawapige vita. Mtume Muhammad alipopewa taarifa hiyo akaona badala ya kusubiri jeshi zito itakuwa shida, tuuziwie msafara huu usifanikiwe. Wakatoka watu 313 wakilenga kuuziwia msafara huu. Makafiri wakapata habari, msafara wenu wa kibiashara Muhammad na watu wake wanakwenda kuuziwia. Wakatoka watu 1000 na silaha za kupigana, wakiwa na farasi 300, wakiwa na ngamia 700, wamejiandaa vizuri kwa ajili ya mapambano. Kwa sababu walikuja kwa lengo la mapambano, kwa hivyo walitumia
kasi kubwa, kwa sababu wote walikuwa una usafiri mzuri. Kwa lugha ya sasa, walikuwa una usafiri mzuri. Kwa hivyo walifika eneo la msafara wao mapema kabla ya Waislamu, na walifika eneo hilo mapema kabla msafara wao haujafika. Waislamu wanafika wakiona kundi kubwa, wakaamini ule msafara wa biashara ndio huu. Wakisogea karibu kutahamaki, sio msafara wa biashara, ni jeshi la mapambano. Wakaugeukiana, wanaambizana, Mtume, ulituambia msafara wa biashara, hii ndio biashara hii? Akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hakika mimi kuna taarifa kwamba ni msafara, lakini msafara upo, ila hawa wamejua habari yetu, na ndio maana wamekuja katika sura hii. Kwa hivyo mimi ninakushauri turudi, tukimbie, tusipambane katika sura hii. Masahaba wakamwambia Mtume, tunakubaliana na rai yako ya kukimbia, lakini hapa tutakimbiaje? Farasi wenye kasi ya kukimbia wako wawili, sisi tuko watu 300, tutapanda namna gani? Au upande wewe uondoke? Haiwezekani. Alafu hawa wako 300, wakiamua kutukimbiza watatupata tu. Mwambie Mwenyezi Mungu maneno yafuatayo: kama ana haja ya kuabudiwa alete msaada, kama kachoka kuabudiwa, basi waumini wa kumwabudu ndio hawa walioko hapa leo. Hapa hakuna njia, Mtume Muhammad, sisi lazima tupambane na hawa mawili, watu wache twende zetu, ama watu uwe watumalize. Alhamdulillah, hivyo ni vita vya Badri. Waislamu wakaingia katika mapambano na wakashinda katika vita hiyo, tena wamefunga. Eleweka vizuri Mwisho wa vita makafiri wamekimbia, wanaambizana, jamani, Muhammad ana mbinu kali sana za vita. Hawa watu 300, sisi watu 1000 wametupiga, tena hawajala. Wangekuwa wamekula, singekuwa hatari zaidi. Wangekuwa idadi sawa na ya kwetu, singekuwa tatizo kubwa zaidi. Angalia ibada ya saumu ilivyotoa msaada kwa Waislamu. Ibada hii ikawafanya makafiri waingie hofu ya kisaikolojia, kuwaogopa Waislamu. Muislamu akiwa na njaa muogope, ana nguvu nyingi sana, afadhali awe amekula. Kwa hivyo huu ulikuwa ni msaada wa pili wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naamini sote tunafahamu, nchi yoyote duniani ikiingia vita, nini kinachojitokeza katika nchi hiyo? Matatizo ya kiuchumi ndiyo yanayojitokeza katika nchi hiyo. Allah Subhanahu wa Ta'ala alijua Waislamu nimewaruhusu kupambana na maadui zao, vita yoyote ina athari ya matatizo ya kiuchumi. Ngoja niwaongeze na ibada ya saumu itakayowasaidia kukabiliana na tatizo la kiuchumi. Kukosa chakula kwa Waislamu sio janga la njaa, kukosa chakula kwa Waislamu ni saumu. Na hata leo ukiona njaa inakuuma sana, tia nia ya saumu, njaa inakatika hapo hapo. Lakini ukiwa unavizia siji nitapata wapi chai, bwana, utajitesa na njaa itakusumbua kweli kweli. Hivi ilitokea kwa Mtume Muhammad. Amepita nyumba yake moja, jamani, hapa hamna chai yoyote. Kwani jana uliacha sukari hapa? Sio huko, nauliza kuna kitu. Wewe niambie kama hamna. Kaenda nyumba ya pili, bibi, hapa pana chochote? Kajibiwa jibu la kule, jana uliacha nini hapa? Si unajua kina mama, samahani, ndio majibu haya. Na sisi tunajibiwa hivyo hivyo majumbani, tunayajua haya. Wewe uliacha nini hapa? Nauliza tu, Mungu mkubwa bwana, inawezekana ulipata bahati. Kama uliacha uliza, kama ukuacha wewe pita tu. Nyumba ya tatu kauliza, jibu ni ile hilo, akasema jamani, mimi nafunga. Umenielewa vizuri? Hiyo ni saa 4 asubuhi. Bwana, mpaka sasa hivi hamna chochote, mimi nafunga. Sasa alikuwa anaiambia njaa yake na nafsi yake, nafsi, kula hakuna tena sasa mimi na saumu, na njaa inakata pale pale. Naeleweka vizuri Kwa hivyo hizi ibada zimekuja kama msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo njia ya ufumbuzi wa matatizo tulionayo. Nani asiyejua katika sala tunazo salatul haja? Ukiwa una haja, sali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuna salatul istikhara,
kutaka ushauri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, swali upate ushauri wa Mwenyezi Mungu kwa jambo unalotaka kulifanya. Tuna salatul istisqa, tuna sala ya kuomba mvua ukame unapokuwa mkali, tunatafuta ufumbuzi wa mambo yetu kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Mungu anasema wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Mbona mnaniachia kusoma peke yangu? Yani hata hii moja yenyewe amejie jamani. Najitahidi kwenda taratibu twende wote. Haya. Mungu anasema wasta'inu bis-sabri was-salah. Jisaidieni kwa matatizo mlionayo kwa kufanya mambo mawili, bisabri kwa kusubiri, was-salati na kwa kusali. Fa innaha, Mungu hakusema fa innahuma kwamba sala na subira, hapana, amesema fa innaha. Hilo jambo lililomo katika subira na jambo lililomo katika sala ni jambo kubwa sana. Haliwezi mtu wa kawaida illa ala al-khashi'in, wanaliweza wanaomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanaomheshimu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hilo wanaliweza. Kwa hivyo tutake msaada kwa matatizo tulionayo kwa kusubiri na kwa kusali. Ndugu zangu, msije mgadanganyika. Kuna matangazo mengi yanafanywa na Waislamu, kwa bahati mbaya yanafanywa na Waislamu na sio chupa. Kuna gari linapita, jamani, Jumapili dua kubwa kabisa, dua kubwa kabisa. Na nyie kina mama kwenye madua makubwa kabisa, idadi yenu ndio huwa 90%. Hakuna dua kubwa kabisa. Dua kubwa kabisa ndio nini? Kusema dua kubwa kabisa, kuna kitu gani hicho kusema dua kubwa kabisa? Tena matangazo yanatoka dua kubwa. Dua kubwa ni nini? Dua kubwa ni ikhlasi yako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad katika hadithi yake anasema hakuna maombi makubwa aliyowahi kuomba mwanadamu kwa Mwenyezi Mungu kama kumwambia Mwenyezi Mungu maneno yafuatayo: Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Mtume anasema hakuna mtu ameweza kuomba dua kubwa duniani kwa historia mpaka siku kiyama kitaingia kama aliyomuomba Mwenyezi Mungu dua hii. Sasa hii dua kubwa kabisa, dua gani? Tena na sio tutafanya promotion. Itaombwa na sharifu. Sharifu, Mungu ana sharifu wake bwana. Ikhlasi yako ndiyo sharifu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asharifu man sharafa nafsahu. Sharifu ni yule mwenye kuitukuza nafsi yake kwa Mwenyezi Mungu, akafanya jambo kwa ikhlasi lillahi ta'ala, mkabili Mwenyezi Mungu kwa shida ulionayo, mwambie Mwenyezi Mungu, tena utamwambia kwa uzito wa tatizo ulilonalo. Ukimwendea shekhe, hata mimi ukija kwangu dua nasomea lakini na chaji, unaona hiyo. Sasa shekhe atakuwa anakusomea dua kwa kulingana na ukubwa wa hela yako. Ukitoa 20,000 anakaza sana maneno yale, na anaweza kutumia muda mwingi sana. Ukitoa 100,000 anaweza kujitia na yeye analia ili na wewe uone kwamba kaguswa na shida yako, kumbe kinachomliza ni kiwango cha hela uliotoa. Ukitoa 1,000,000 anaweza kukesha na usiku kwambia wewe lala niachie mimi hapa, anakwambia maneno hata uyasikii, lakini kuonyesha kwamba yuko bize na tatizo lako. Hapana. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Takeni msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa kusubiri na kwa kuswali. Mwambie Mwenyezi Mungu shida yako. Huu ni ufumbuzi wa matatizo tulionayo. Haya ndiyo iliyonisukuma nitafuta anwani hii, ibada ni ufumbuzi. Ili nalo pia naona linataka kuteka nyoyo, tena tuhamie kwenye mambo ya ibada hii tena ya saumu. Naelewa vizuri? Hapana. Lakini lengo ni kwamba huu ulikuwa ni msaada wa kwanza, ulikuwa ni msaada wa sala, msaada wa pili ukaja msaada wa amri ya saumu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Hata kama umesilimu leo, Mungu anakuambia umeamini. Kutiba alaykumus siyam, imefaradhishwa kwenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofanywa kwa waliokuwa kabla yenu. Msidhani jambo hili limeanza kwenu, la'allakum tattaqun, nafanya hivi ili mpate kinga katika maisha. Ibada ni ufumbuzi. Naelewa vizuri? Inachekesha sana
Mwezi wa Ramadhani ukifika utawakuta, samahani kwa hili neno lakini ndio inavyotokea, inawezekana ni kwa mimi tu, mara nyingi unakutana na kina mama, shehe mimi nimekuja nimepata iftari sina, hata sijui nitafungaje na nini. Sasa kama una iftari ndio vizuri ufunge, maana usipofunga utakula nini sasa? Ukiwa huna chakula ndio ufunge sasa. Hasa bwana daku sina, sijui nitafungaje. Sasa usipofunga maana unatakiwa kula sana sasa. Kumbe chakula chenyewe huna, si ufunge? Ukipambana na koko ya tende, weka kwenye kanga humo, jioni unafuturu, si basi imekwisha. Naeleweka vizuri Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea amri hii kupata kinga. Na wakumbusha, amri hii ilikuja mwaka wa ngapi? Mwaka wa 15. Katikati ya ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Mkichokozwa piganeni. Saumu itawasaidia kwenda na hali ngumu ya maisha mtakayokwenda nayo, haitakuwa tatizo kwenu. Lakini pia tunajua dua ya aliyefunga haina kipingamizi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtakapokuwa mna shida zenu na nyie mmefunga, elekeeni kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, mtapata ufumbuzi wa matatizo mlionayo. Naeleweka vizuri? Hizi ni ibada zilikuja kwa lengo la kuleta ufumbuzi wa maisha ya wanadamu. Ibada nyingine ni ibada ya zaka. Ibada ya zaka nayo ilikuja, wanasema ibada ya zaka imekuja toka mwanzoni mwa Uislamu kwa sababu ni takrima kati ya mtu na mtu, lakini wanasema ibada hii imekuja rasmi mwezi wa Shaabani mwaka wa 15 mwa ule mwaka wa kwanza uliokuja kuingia na ibada ya saumu. Pakaja amri ya ibada ya zaka na ikaanzwa kwa rasmi kwa kutangazwa ibada ya zakatul fitri. Lakini wakati huo ilikuwa ni amri ya jumla ya zaka ambayo Waislamu wanatakiwa watoe katika sehemu fulani ya mali wanayomiliki ili kuwapa watu wasio nacho. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Uislamu anajua kwa fadhila na mapenzi yake amewaumba baadhi yetu akawapa uwezo mkubwa wa mali, na akawaumba baadhi yetu akawapunguzia kipato chao, baadhi yetu akawanyima kabisa. Aliyowapa kipato kikubwa sio kwamba wazuri sana wanamfurahisha, aliyowapa kipato cha kati sio kwamba hawafanyi ibada vizuri kama wale wa mwanzo, na wale walionyima kabisa sio kwamba hawa ndio hawafai mbele yake. Qur'ani inasema فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِي. Ama mwanadamu anapopewa mtihani na Mwenyezi Mungu akapewa kingi kuliko mahitaji yalionayo, husema Rabbi akramani, Mwenyezi Mungu amenitukuza, Mwenyezi Mungu amenipandisha. Wa amma idha mabtalahu faqadara alayhi rizqahu, na ama akimpa mtihani mwingine akapunguza kipato alichompa mwaka jana, mwaka huu kikashuka, fayaqulu rabbi ahanani, husikitika akisema Mungu kanitupa. Hapana, lugha ya Mwenyezi Mungu aliyopewa kipato kingi kama Baharesa, mtihani tu. Aliyopewa kipato kidogo kama Kundecha, mtihani tu. Hakuna mjanja wala hakuna mjinga. Naeleweka vizuri? Kila mmoja atumikie mtihani yake kwa njia nzuri, amridhishe Mwenyezi Mungu kwa kutosheka na mtihani alionayo. Asiye nacho asijione mie mjinga sana mbele ya wenzangu. Hapana, huo ni mtihani, na mtihani mzuri kwa kufaulu ni mtihani mwepesi. Kwa hivyo mtihani mwepesi katika hii miwili ya kupata kingi sana na kupata kidogo sana, mtihani rahisi kwa kufaulu ni wa kupata kidogo sana. Naelewa vizuri Ukilalia kipande cha shilingi 100 cha mahindi, tia pilipili masala nyingi ili unywe maji mengi ulale. Tumbo huwa halijui shibe ya kababu na shibe ya mahindi. Tumbo likijaa tayari na usingizi unakuja. Na pengine ukiwa unakula kababu, kachori, kachini na nini, wewe utapata tabu wakati wa kwenda kutoa. Maana vile wote lazima vitoke. Kwa hivyo harufu yake inakuwa kali sana, maana uliingiza vitu vingi sana. Daleka vizuri. Lakini shibe ndio ile ile moja. Hakuna shiba ya muhogo na pilau. Ukishiba mihogo cha pilau ikiletwa na wewe ushashiba, una haja nayo. Naeleweka vizuri? Kwa hiyo shibe ni hitaji hilo tu. Naeleweka vizuri? Leo
mataalamu wa lishe unatuambia kula chukuchuku ndio vizuri sana, acheni mafuta. Kumbe sisi mafuta tunaona ndio mimi ndio fulani. Watu wa lishe nasema hayo mamia ndio fulani hayo. Ndio maana siku hizi unaona kisukari anaanza mtoto wa miaka 2 kapata kisukari. Jamani, kisukari miaka 2. Pressure mtoto wa miaka 3 anapata pressure. Jamani, ana mambo gani huyu mpaka anapata pressure? Yeye kukicha anacheza tu. Sasa pressure za nini? Siku hizi sio mtu mwenye mwili, mtu mwembamba kabisa na pressure juu hapo. Sisi wakati tunakuwa ukisikia pressure unajua ana hela huyo. Siku hizi sio hivyo bwana. Ni matatizo ya lishe hizi tunazokula. Naeleweka. Kwa hivyo mtu anayekula vitu visivyoungwa sana asijione kwamba si ndio tuna shida. Jirani yangu kwa kukaanga, dada alhamdulillah Mungu kawajalia. Hapana, anakaanga maradhi yule. Usisikitike sana. Kula chukuchuku tu, tumbo lijae, kunywa maji. Ukimaliza hapo shibe tayari. Naeleweka vizuri. Hakuna shibe ya pilao na shibe ya mhogo. Shibe ni shibe tu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliweka amri ya zaka ili kuwafanya walio na kipato kikubwa wakumbuke kuwasaidia wakiwa na kipato kidogo, ili kudhibiti tatizo la udanganyifu, uwezi, ujambazi, fikra za chuki baina yenu. Naeleweka vizuri, kwa sababu kuna wengine kina dada wanaamua kujiuza kwa sababu tu ya kupata chakula. Kuna kina kaka zetu wanaamua kuwa vibaka ni kwa sababu ya kupata chakula tu. Kumbe kungekuwa kuna system nzuri ya walionacho kuwahudumia wasionacho, inawezekana mambo yote haya yangepungua kwa kiwango kikubwa. Ndugu zangu, nilikuwa nayataja haya kama sehemu ya ibada kuu, lakini nayataja kwa mfano tu. Toshekeni na hayo, tuingie kuliangalia jambo linalotuhusu ambalo ni ibada ya hija. Ibada zote hii Allah subhanahu wa ta'ala kwa ujumla wake hizo zisaja, Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu. Anayemcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akafanya ibada kwa namna nzuri, Mungu atampa ufumbuzi wa kila tatizo alilonalo na atampa mambo na riziki kwa njia asiyoitazamia. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya hija ndiyo case study yetu tunayokwenda nayo. Ibada ya hija nayo ni katika ibada zilizo na ufumbuzi kwa matatizo ya mwanadamu. Eleweka vizuri, ibada hii nayo ni katika ibada zilizo na ufumbuzi wa matatizo ya wanadamu. Kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni ibada inayokamilisha Uislamu wa mtu. Inayokamilisha Uislamu wa mtu. Kwa hivyo anatakiwa kila Muislamu aone hajakamilisha Uislamu sawasawa kama hajaenda hija. Aone hivyo, sio aone hivyo. Ndivyo mafundisho yanavyosema, bunia al-islami ala 5. Bunia al-islamu ala 5. Uislamu unajengwa kwa mambo 5. Moja ni hija. Kama hujafanya, maana yake jengo lako la Uislamu halijakamilika. Kwa nini halijakamilika? Maneno haya unaweza kwenda kumwambia Mwenyezi Mungu, mimi leo sina hakika. Ukimwambia atakubali au atakataa. Ila wewe jiandae ukamwambie Mungu, mimi sijahiji, sababu zangu zilikuwa ni hizi. Najua pale mtaani kwa tuna mchezo na mimi ndio nilikuwa nakusanya kwenye mchezo. Sasa nikaona kuja kupata lawama ya mchezo watu, nikaona mambo ya Mungu tena. Mungu mwenyewe atanisamehe, anajua. Haya mambo utakwenda kumwambia Mungu kwa hivyo hivyo. Akikukubalia sawa, akikataa mimi sijui. Mimi nakwambia tu, lakini utakuwa hujakamilisha jambo muhimu sana katika maisha yako, nalo ni jambo la nguzo ya hija. Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii anasema wa'adhin fi an-nas bil hajj atuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Walinganie watu katika ibada ya hija. Watakujia watu wakitembea kwa miguu, na wengine watakuja kwa nyenzo mbalimbali za usafiri. Watatoka kona zote za dunia kwa ajili ya kuitikia wito wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum, ili wapate kushuhudia manufaa yao pale wanapokutana. Ndugu zangu mahujaji na ndugu zangu Waislamu kwa ujumla, watarajiwa wa hija na wasio kuwa watarajiwa, naamini kwa mazungumzo yetu ya hapa yatamfanya kila mmoja wetu aingize azma katika nafsi yake
juu ya kutekeleza ibada hii muhimu ya hija. Naeleweka vizuri, kwa sababu yako mambo mengi sana wanadamu wameyafanya kama kisingizio cha kutokwenda hija. Walingania watu juu ya hija. Watakujia watu kwa kutembea kwa miguu, kwa maana wapo wanaotembea kwa miguu kwenda hija, kwa sababu maeneo wanayokaa na mahali hija inapotekelezwa ni masafa mafupi. Naeleweka vizuri Kuna watu wanaopanda pikipiki kwenda hija, kuna watu wanaopanda mabasi kwenda hija, na kuna watu wanaopanda meli kwenda hija, na kuna watu wanaopanda ndege kwenda hija. Kwa sisi tunaotoka huku mbali leo, miaka ya nyuma 60 70 iliyopita, wazee wetu wa humu Tanzania walikuwa wanakwenda hija safari ya miezi 6, miezi 3 kwenda, miezi 3 kurudi. Kumbukumbu zinaonyesha mahujaji wa kutoka Tanzania mpaka ukabakia kama ni tamaduni, siku za kuondoka walikuwa wanakusanya watu na kuaga na kuambia, buriani ndugu zangu, tuombeane Mungu kama tutarudi salama, kwa sababu safari ni miezi 3 kusafiri. Mtu anatoka Kigoma, iko sehemu anatembea kwa miguu, iko sehemu anapanda wanyama, iko sehemu anaweza kupanda gari moshi, wanapiga paka Bagamoyo, wanaingia kwenye jahazi tena la tanga la kitambaa, liwapeleke jahazi hilo mpaka liwafikishe Jida. Sio safari ndogo. Na wakimaliza ibada ya hija, hiyo ndiyo njia safari ya kurudi. Hakuna ndege wakati huo, watu wanasafiri kwa njia hiyo. Ilikuwa mtu akianza kwenda hija anaandika na usia, kama nitakufa mali yangu achukue fulani, mali yangu achukue fulani, mali yangu achukue fulani. Ilikuwa ni hali ngumu. Sikwambii hija leo unakwenda kwa masaa 4, unaondoka hapa saa 10, saa 2 usiku huko Jida, saa 3 usiku umemaliza na kufanya umra. Watu walikuwa nasafiri miezi 3 kusafiri tu, na hujui umo ndani ya katikati anakula nini na nini, na unaweza kuchukua kilo ngapi za chakula kwa miezi 6 utakazosafiri. Utabeba magunia mangapi uende unakula njiani? Maana yake hata kubeba chakula uwezi, maana yake kazi yake itakuwa kubwa sana. Kwa hivyo utakachokipata humo njiani ndio hicho hicho. Umemkabidhi nafsi yako nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa msingi huo haji wa leo anayesimamisha shughuli zake zote akamfuata Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amekabidhi mambo yake yote kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huyu anajieleza wazi, anatambua lengo la kuumbwa na Mwenyezi Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala amesemaje? wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa wapate kuniabudu. Alhamdulillah, hilo ni jambo moja. Na ibada ya hija kama wanavyotuambia wanachuoni ina sura 2. Zipo ibada ambazo muwasa pana, kwa mfano ibada ya sala kubwa sana. Ndio maana hata kina mama wameruhusiwa na sheria, sala zinazowapita kwa sababu ya udhuru wa kisheria hawana sababu ya kulipa swala hizo. Maana yake watalipa ngapi? Watalipa mara ngapi? Eleweka vizuri. Ila kuna ibada mudhayyaka ziko kwa wakati maalum, kama vile saumu kwa mwaka iko mara moja tu. Kwa hivyo mama pia anatakiwa, ikiwa umepata tatizo la udhuru wa kisheria katika kipindi hichi, kula, lakini kumbuka kulipa siku hizo, kwa sababu muda utakuwa unao, sio wakati wote. Kwa hivyo hija nayo ni katika ibada mudhayyaka, ni ibada ya wakati maalum, kama Qur'ani inavyosema alhajju ashhuru ma'lumat. Hija ni miezi maalum. Hii miezi sio watu wote wanafanya hija katika miezi yote hiyo. Siku za kutekeleza hija ni siku 5 peke yake. Ni siku 5 tu. Mwezi 8, mwezi 9, mwezi 10, mwezi 11, mwezi 12. Hizi ndizo siku za hija. Bas. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhajju ashhuru ma'lumat. Hija ni miezi. Miezi hii mwanadamu anatakiwa afanye matayarisho ya kutosha. Amri hii iliwahusu wale waliokuwa wanasafiri katika hali
Amri hii inawahusu leo wanaosafiri katika wapeti wa sura hii. Naeleweka vizuri? Wote wanatakiwa kujiandaa. Yule aliyokuwa anasafiri kwa miezi 6, hakika alihitaji miezi ya kutosha ya kujiandaa kwa ajili ya safari. Lakini wewe pia ambaye unasafiri kwa siku moja, unahitaji miezi kujiandaa. Ibada ya hija ni kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika amri yake. Usiende kule bila ya matayarisho ya nafsi yako. Usiende kule bila matayarisho ya kiimani. Usiende kule bila ya kujua nini nilichokifanya. Usiende kule hali ya kuwa umekosana na watu, hata muda wa kutakana radhi nao hakuna. Usiende kule kabla hujafanya toba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiende kule kwa kukusanya mali ya haramu na kwenda kule. Chagua mambo muhimu ya halali yanayokufaa, jiandae nayo kwa ajili ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miezi hii anasema ni miezi ya mwanadamu kujiandaa katika nafsi yake kiimani, ajue anamwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia jifundishe ibada ya hija inavyofanywa. Usiende kule pia alafu kufanya ibada yenyewe huwezi, hujui. Bwana, sasa ulikwenda kufanya nini? Ashhuru maalumat ni miezi, jitayarishe kutafanya ibada. Ndio maana ikawekwa kisheria ni wajibu mara moja katika umri wa mtu, mara moja tu. Lakini wakati anafanya jambo hilo afanye matayarisho ya kutosha. Lakini kwa sababu ibada ni ufumbuzi, Mtume Muhammad anasema tabi'u baina al-hajj wal-umra, fatisheni, rudieni tena kufanya haji na umra. Fa innahuma, hakika haji na umra, yanfiyani min al-faqri wadh-dhunubi. Hija na umra zinaondoa athari ya umasikini na madhambi, kama yanfi al-kiru qadhafa al-hadid wa dhahaba wal-fidda, kama vile moto unavyosafisha taka za chuma na unavyosafisha dhahabu na fedha ukaziona zinang'aa. Mtume Muhammad anasema pamoja na kuwa hija ni wajibu mwanadamu katika umri wake, lakini makosa ya mwanadamu anayo kila siku, na njia nzuri ya kuepukana na makosa hayo ni kwenda hija. Kwa sababu hija inasema man hajja walam yarfuth, mwenye kufanya hija na asifanye mpuuzi wa namna yote, rajaa ka yaumi waladatuhu ummu, anarejea kwake akiwa safi, hana kosa hata moja, kama siku aliyozaliwa kutoka tumboni kwa mama yake. Haya ni matatizo ambayo tunayo kila siku, lakini hija ina nafasi ya kusafisha mambo hayo. Lakini kwa sababu kutoa kipato chako na mali yako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jambo hili linamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukua dhamana ya kudhibiti ufakiri usikushambulie, au athari ya mahitaji. Ufakiri una sura mbili. Ufakiri ni kukosa mahitaji yako muhimu unayoyahitaji. Kwa mahitaji ya sasa ni fedha. Ufakiri ukiutafsiri kwa fedha ni kukosa fedha inayotosheleza mahitaji yako. Lakini maana ya ufakiri nyingine ni kuwa na mahitaji makubwa yaliyo juu ya uwezo wako. Inawezekana fedha unazo nyingi tu, lakini una mahitaji makubwa yaliyo juu ya uwezo wako. Kwa hivyo leo unaweza kuwa na milioni 400. TRA wanakuambia umekwepa kodi miaka 5, unatakiwa bilioni 2 kodi, unatakiwa hivi na leseni hii haitarudishiwa mpaka ulipie. Ulikuwa mjanja. Kweli fedha unazo, lakini una mahitaji makubwa ya fedha kuliko fedha ulizonazo. Naeleweka vizuri? Wewe ni fakiri miongoni mwa mafakiri, ingawa ukionekana akaunti yako inasoma milioni 800, lakini yanayokukabili yako juu ya milioni 800. Unaweza kuwa una milioni 200. Mwenyezi Mungu akakupa maradhi na matatizo yanayokutaka kila mwezi uripoti India. Naeleweka vizuri Ukaiona fedha hiyo inakatika hivi hivi, unakuwa ni fakiri. Sio kwamba hauna fedha, fedha ipo, lakini unayo mahitaji makubwa, fedha hiyo pia haikutoshi. Naeleweka vizuri? Ili uende vizuri kwa hali yako, inatakiwa uende na msaidizi, na ikiwezekana mchukue na nesi uko kusindikiza. Hela ndio hizo hizo, unajikuta hela zenyewe mbona hazitoshi sasa. Kweli nyingi, lakini kwa mahitaji nilionayo hasikutoshi. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tabi'u
baina alhajj wal umra, fatisheni, rudieni kufanya hija na umra, fa innahuma yanfiyani min adh-dhunub wal faqr. Hija na umra vinafuta athari mbaya ya madhambi na inafuta athari mbaya za ufakiri, kama yunfi alqiru qadhafa alhadid wa dhahaba walfidda, kama vile moto unavyosafisha taka za chuma. Chuma ukikiweka kwenye moto, kutu yote inaondoka, inabaki chuma safi kabisa. Na dhahabu ukitaka ing'ae, itie kwenye moto, itang'aa vizuri sana, utaishuhudia ng'avu wake. Kwa hivyo hija nayo inafanya hivyo, kama moto unavyosafisha jambo hilo. Kwa hivyo asije mtu akaona ameshahiji akaona mimi siwezi kurudia tena, ili kuondoa mashaka makubwa ya maisha na kuweka hakika ya kupata akhira kwa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad anasema tabi'u baina al-hajj wal umra, rudieni kufanya ibada ya hija na umra, kwa sababu mambo hayo la umra na hija yanafuta dhambi, kama ambavyo tumehakikishiwa pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema al-hajjul mabrur, hija iliyokubalika, laisa lahu jazaa, haina malipo mengine yanayofanana na kazi hiyo illa aljanna, isipokuwa kwenda peponi. Jamani, haya yote yanayotuhangaisha, kukaribishana majumbani, kupeana sadaka, hivi maneno, haja yetu si pepo? Mtume anatuambia alhajjul mabrur, hija iliyokubalika, laisa lahu jazaa, haina malipo ya aina nyingine yanayofanana na mtu aliyefanya hivyo illa aljanna, isipokuwa kupata pepo. Naelewa vizuri. Kwa hivyo ni hakikisho zuri la kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama watu watafanya hija. Na hii inatokana ni mwanadamu kukubali kutoa alichokipenda katika nafsi yake. Wanadamu wa leo kwa fedha limekuwa jambo la mwanzo kabisa, wanalipenda kweli kweli. Ukitaka kukosana na mtu kwenye fedha zake, na wanaume ukitaka kukosana naye mke wake, mwanamke wake, naelewa vizuri. Wanawake kutaka kusana naye fedha yake, mambo yake, mapambo yake, vitu vyake, naelewa vizuri. Sasa mtu anayekubali kutoa kile anachokipenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumpa deni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ndiye anasema alifanya ibada hiyo lillahi ta'ala, hana malipo mengine anayeweza kupata isipokuwa kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ndugu zangu, ibada ni ufumbuzi. Kwa wale ambao wanafikiri Waislamu ndio sisi, wakenda hija wanapata maajabu wanapowaona Waislamu kutoka pande zote za dunia. Kila mmoja anamshangaa mwenzie. Mchina anakushangaa wewe. Hivi na wewe Muislamu, wewe unamshangaa Mchina, baba tunasikia haya wanakula madudu, wanakula nyoka, hivi na Waislamu wamo. Naelewa vizuri. Kila mmoja anamshangaa mwenziwe, na wote tunakutana mahali pamoja, lugha moja. Lugha yetu ni ipi? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Wote wanasema hivyo. Hakuna Mchina hawezi kusema ho ho ho, anasema labbaik Allahumma labbaik. Hakuna labbaika ya Kichina, hakuna labbaika ya Kihindi, hakuna labbaika ya Kinyamwezi. Labbaik Allahumma labbaik. Tena watu wote wamevaa vazi la namna moja. Hakuna mfalme kati yao, hakuna ndani kati yao, hakuna askari kati yao, hakuna raia kati yao. Wote wamevaa vazi moja, wanamuitikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweka mambo ya ajabu katika ibada ya hija. Anawataka wote waliokwenda hija wakalale mahali panapoitwa Muzdalifa, chini kwenye mchanga. Wewe huko si unalala ghorofa ya 10 na chini kuna Wamasai 6, kule hakuna Masai hata mmoja, na chini kwenye mchanga unatakiwa ulale. Naelewa vizuri. Wala usiseme mimi na fedha naweza kupata mahali nikalala na helikopta itanileta. Hakuna. Sio kwa maana ya kukosa uwezo. Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wote kulala chini. Muone thamani yenu kwa Mwenyezi Mungu ni moja. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwenye thamani kati yenu ni yule anayemcha Mungu tu, sio kwa sababu ya uwezo walionayo. Haya mambo ya uwezo ni mitihani tu Mungu katupa. Kwa hivyo kila mmoja atumikie nafasi yake kwa namna nzuri inayofaa katika kutekeleza jambo hilo. Ndugu zangu mahujaji, hichi katika orodha ya miezi
Alhajju ashhuru maalumati, ni miezi maalum. Huu muda tulionao ni katika miezi maalum. Utekelezaji wa ibada ya hija hujaanza, lakini maandalizi ya ibada ya hija hapa ndiyo mwanzo wake. Kila mmoja wetu anatakiwa ajiandae kiimani, ajiandae kiimani kwa kurejesha mambo yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atakase nafsi yake na roho yake, aondoe chuki na mahusiano mabaya yeye na wale walio karibu yake. Muislamu hatakiwi kuwa na chuki na ndugu yake Muislamu, lakini pia Muislamu hatakiwi kuwa na chuki hata na asiyekuwa Muislamu kama hana mapambano na wewe kwa namna yote. La yanha Allah anil ladhina lam yuqatilunakum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Mungu hajawakatazeni ninyi Waislamu, wasio Waislamu ambao hawawapigi vita, hawaharibii shughuli zenu, hawawatoeni katika imani. Mungu hajawakataza kuwafanyia wema na uadilifu. Hafanye. Huu ni muda wa kujiandaa katika sura hiyo. Muislamu anatakiwa ajenge imani na ndugu zake, ajenge mahusiano mazuri na ndugu zake, afanye matayarisho ya kiroho, ajitayarishe kiibada. Muda huu ni muda mzuri wa kujifundisha ibada ya hija inavyotekelezwa. Ndio maana tunasema leo tunafanya uzinduzi, lakini alhamdulillah tutaendelea na mafunzo ya ibada ya hija hatua baada ya hatua, ili kila mmoja wetu akifika kule atekeleze ibada kwa namna inavyotakiwa. Kwenda hija sio tu kufika Saudi Arabia, hapana. Kwenda hija sio tu kufika Maka, hapana. Kwenda hija sio tu kufika msikiti wa Mtume Muhammad, hapana. Zipo ibada zinazotekelezwa katika ibada hizo. Ukifika na usipofanya, wewe na ambao hawajaenda mtakuwa hamna tofauti yote. Wewe utakuwa ni mtalii aliyotalii, wewe utakuwa ni mtembezi wa kwenda kutafuta mabuibui na kanzu kwenye maduka. Na alhamdulillah kwa sasa tatizo halipo, tuna Mr. kanzu, siji Mr. buibui, maduka haya yanaitwa nini, kanzu nini siji, yani yako hapa hapa pia. Kwa hivyo leo kuhangaika kwenda Saudi Arabia kwa sababu ya buibui, tatizo hilo halipo tena, kwa sababu kanzu na buibui zipo hapa hapa, kwa mshono na staili kama iliyopo Arabuni, na kwa material ya vitambaa kama iliyopo kule. Kwenda kule iwe ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia tunatakiwa tujiandae kwa subira, kwa subira, kwa maana hija inakusanya watu wengi. Wako hapa mmezoea watu, majumbeni mwenu mnakaa chumba cha 18 kwa 18, wala sio 6 kwa 6, wala sio futi 12, futi 18 kwa 18 ndio chumba chako wewe, ndio mmekaa mle ndani. Lakini hapo nje kuna house girl, kuna house boy, kuna gardener, kuna nani. Ukenda hija watu wote hao wanabaki hapa, na hata ukenda nao na wenyewe watakuwa wanahiji. Huwezi kuwafanya magardener, huwezi kuwafanya ma house boy, huwezi kupata chumba cha futi 18 kwa 18 ulale. Utalala na wenzio katika chumba cha futi 10 mkiwa watu 8. Sio kasema dhiki gani? Hapana, wewe ukuwafuata watu hao, umemfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jua wapo wenzio walitembea kwa mguu, walisafiri miezi 3 kumfuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe utakosa kuvumilia siku 5 za ibada ya hija kwa kukaa pamoja na wenzio mahali pamoja, kwa sababu hilo jambo sio makusudi ya taasisi wala sio makusudi ya Saudi Arabia. Hija hutokea watu milioni 6 wakaingia Saudi Arabia kwa mpigo. Wakazi wa Dar es Salaam wote kwa ujumla wake hawafiki milioni 6. Niambie wageni milioni 6 waje hapa Dar es Salaam. Sisi tuliopo waje na wengine milioni 6. Ule mtaa wa Kongo foleni yake unafikiri itakuwaje? Sisi tuliopo wanasema Mbagala kuna watu bwana, ndio sisi hapa. Waongezeke na wengine kama hawa, utasemaje? Kwa hivyo jambo hili linahitaji subira kubwa, kule kuna msongamano mkubwa sana. Kwa hivyo sio rahisi kila mtu kumpa chumba cha peke yake akalala. Haiwezekani, kwa sababu idadi ya watu ni kubwa kupita kiasi. Lazima watu washirikiane vitu vingi, washirikiane mahali pa kulala, washirikiane namna ya kula, washirikiane usafiri, washirikiane mambo mengi, kwa sababu ni ugeni mkubwa wa watu wengi ulio wakati mmoja. Kama anavyosema Mtume Muhammad, alhajju Arafa, hija ni Arafa. Siku hii sio siku nzima, ni masaa tu kati ya dhuhuri na kabla ya magharibi. Kipindi hicho kama watu wako milioni 10, wote wanatakiwa wawe mahali pamoja milioni 10 kwa masaa hayo wote. Unafikiri kuwasafirisha mpaka kuwapeleka hapo inataka muda gani?
na kila mmoja akitaka apate eneo lake la futi 10 kwa 10 kwa sababu kuna joto apate kujipepea, mtakaa eneo la namna gani? Naeleweka vizuri? Na ile eneo la Arafa sio Saudi Arabia yote, ni eneo hata Kariakoo yote ukichukua itakuwa kubwa, alafu watu milioni 6 wote muwe hapo hapo. Naeleweka vizuri? Kwa hivyo inahitaji subira ya kutosha, utayari wa kuwa na wengine, wathamini wengine kama unavyojithamini wewe, waone watu wengine sawa na wewe. Jiandae kwa subira ya mambo ya namna hiyo, wala usije ukaona taasisi hii bwana hivi wameshindwa kuchukua hata nyumba 2 tukakaa tunajinafasi. Hakuna kujinafasi ndugu yangu, nafasi ya kujinafasi hiyo haipo, wala hoteli ya namna hiyo haipo. Zile hoteli za 5 star pia ndani ya chumba kimoja wanakaa watu 5. Ile 5 star kama Kilimanjaro Hotel wanakaa watu 5. Hakuna namna ya kukaa mtu mmoja, idadi ya ugeni ni kubwa kupita kiasi. Na kwa sababu ya utekelezaji wa ibada, wengine unakwenda kwa masaa, huwezi kuwaweka watu wanakaa Dodoma, ibada inafanyika Dar es Salaam. Watafika hapa wakati gani? Ni ngumu sana. Kwa hivyo lazima uwaweke within ili waweze kuchepuka kwenda kwenye ibada kwa urahisi. Kama nilivyosema, ibada ya hija inatekelezwa kwa siku 5 tu. Hizi siku 5 yako maeneo maalum yanayotekelezwa ibada hizo. Watu wote wanatakiwa wawe pale. Kwa hivyo katika sura hii eneo hilo lazima litakuwa na msongamano wa kutosha. Kwa vile linahitaji subira yetu, linahitaji uvumilivu wetu, lakini linahitaji kumtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inashauriwa mtu kabla ya kwenda hija asijiandae kulipa madeni yake kama anayo, ili kusafi nia yake na wengine. Na hata kama hana, maana yake inawezekana una deni, fedha ya kulipa deni lako huna, umepata mtu wa kukusafirisha kwenda hija, usije ukampa masharti. Bana, mtu anapokwenda hija anatakiwa asiwe na madeni, kalipe yale madeni yangu kwanza kule alafu usafiri. Usimpe mtu jukumu lisilokula wake. Wala taziru waziratun wizra ukhra, asibebe mtu mzigo wa mtu mwingine. Wajibu wako ni kumwambia anayekudai kwamba bwana, unanidai fedha, mimi sijapata, lakini ndugu yangu nimepata mtu wa kunikirimu kutekeleza ibada ya hija, na kuomba usinitafsiri vibaya, nimepata fedha badala ya kukumbuka deni lako mimi nakwenda hija. Hapana, nimepata msaada, na kuomba ndugu yangu nivumilie, niombe dua ili niweze kukamilisha nayo deni lako. Mfahamishe jambo hilo. Mawili yatatokea: sawa, asante, nenda, mimi sikubali. Hata asipokubali, lakini umemwambia. Naeleweka vizuri Hata asipokubali, muda wa kuwa huna cha kumpa, lakini taarifa umempa. Naeleweka vizuri, unaweza kwenda ibada yako bila tatizo la namna yote. Lakini pia tukumbuke katika muda huu kusameheana na wanadamu, watoto wetu na nini, ili tupate fursa ya kuwaombea dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunapofika katika maeneo ambayo ni ya muhimu kwa kuomba dua. Kwa mfano, kazi ya Arafa, hakuna kazi nyingine isipokuwa ni kumlilia na kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume Muhammad anasema kuambia Waislamu wote, fa wallahi mal fakhru akhsha alaykum, na mwapa Mwenyezi Mungu nyie Waislamu, mimi sichelei umasikini na ufakiri unaweza kuwakuta. Akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya, mimi ninachokiona kigumu na kibaya kwenu ninyi kupata wasana nafasi kubwa ya dunia. Fatanafasuha kama yatanafasuha, na nyie mkawa mmo katika mashindano kama makafiri wanavyoshindana kwenye mambo. Hiyo ndio hofu ninayoiona, lakini sio hofu habari ya ufakiri. Mal fakhru akhsha alaykum, fa wallahi mal fakhru akhsha alaykum, na mwapa Mwenyezi Mungu sichelei, siogopi umaskini unaweza kuwakuta. Hilo ni jambo dogo sana, si mtihani tu huo, mkisubiri mambo yatakwisha. Akhsha alaykum an tubsata alaykum ad-dunya, ninachokichelea kwenu msije mkapata neema kubwa na nia duniani mkajikuta haki na sheria mmeziweka pembeni. Hata kutekeleza ibada ya hija unaona ngumu, unaona kazi zangu zitakwama. Kama alivyosema mtu mmoja, alipata nafasi ya kwenda hija, lakini msimu wa kilimo umefika. Kaona da, mvua ndio hizi tena, nikienda kulima nitapishana nazo, sitakuwa shida bwana, ngoja nitaona mwakani hija na kilimo kikipishana nitakwenda. Akalima eka 200, akavuna gunia 5. Eka 200 uvune gunia 5.
Yaani Mungu alitaka kumwambia Allah, wewe unaona msimu wa kilimo ndio maana sana uweze kuitikia wito wangu kisa msimu wa kilimo. Huu msimu wa kilimo wa kwangu mimi. Akavuna gunia 5. Mwaka uliofuata watu wakamwambia, bwana, mwaka jana ukwenda hija, ulikuwa unaona msimu wa kilimo umekutana na hija. Bahati mbaya mwaka huu tena msimu wa kilimo ndio wa hija. Ambia yalionikuta mwaka jana, hata trekta nitauza. Akauza trekta, akaenda hija. Alhamdulillah, mwaka wa kilimo uliofuata kalima tena eka zake 200. Kapata gunia 3000. Naelewa kwa mzuri Hiyo ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anayeturuzuku, Mwenyezi Mungu ndiye anayetupa, sio uhodari tulionao. Ardhi hii ni mali ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na leo kwa vizuri wewe unaweza kulima kwa ushauri wote wa wataalamu, alafu Mwenyezi Mungu akaleta mabadiliko ya tabia nchi, wewe na wataalamu wako wote mkakwama. Juzi hapa tuliambiwa, jamani, watu wa Mtwara huko kuna kimbunga kinakuja, mpaka tarehe fulani kitakuwa kimeingia Mtwara. Watu walianza kuomba Mtwara. Hamkusikia hapa? Mwaka huu ulikuwa mwezi wa ngapi sasa hii? Mwezi wa 3, sasa mwezi wa 2. Mlikuwa mmeshazaliwa? Ulikuwa mwezi wa 3 Mlikuwa mmeshazaliwa? Maki usiwaambie watu kumbe mambo hatajazaliwa watu. Mwezi wa 3 nauliza, mlikuwa mmeshazaliwa? Na akili mlikuwa nazo? Kilikuja hicho kimbunga? Wataalamu hao, mambo ya Mungu msiyaingilie ndugu zangu. Mambo ya Mungu unamwachia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Timiza wajibu wako kimsingi, jambo la Mungu mwachie Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad anasema, fa wallahi mal faqr wakhsha alaykum. Na muapa Mwenyezi Mungu sichelei kwenu ufakiri. Msiogope kwenda hija kwa kutoa fedha zenu eti mtakuwa mafakiri, mtakata mitaji. Jamani, fedha hizo ni riziki amekupeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuto kumuitikia Mwenyezi Mungu wito wake kwa anwani, shughuli zako zitaharibika, ataziharibu zote Mwenyezi Mungu, akuone wewe utafanya nini. Na leo kwa vizuri, miongoni mwa kutengeneza shughuli zako ni kutengeneza mahusiano mazuri kati yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati unapofika na wewe ni mzima, wala usilete hoja kwamba bwana, mimi nilikuwa na kiwanja changu nimeshajenga, nimefika kwenye linta, ngoja nipaue kwanza, halafu mwakani inshallah nitakwenda. Alokuambia ukishapaua ndio utakaa nyumba hiyo nani? Unaweza kuwa umempandisha fundi anapaua na wewe chini roho inatoka. Elewa kwa vizuri, unapopata uwezo na wakati wa hija umefika, timiza amri hiyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya jambo lingine lolote. Ni udhuru kweli, lakini sio udhuru wa kisheria. Ndugu zangu Waislamu, hija ina fadhila zake na mambo mengi sana. Miongoni mwa fadhila za hija ni kupata pepo moja kwa moja. Miongoni mwa kupata hija ni kusamehewa madhambi ya makosa tuliyoyafanya. Ndugu zangu Waislamu, nimesema maneno mengi sana na leo ni siku yetu ya kufungua. Nisiwachoshe kwa maneno mengi sana, lakini katika haya niliyosema, yako niliyosema ukanielewa, yako ambayo lahaja yangu imekupita, tunapishana lahaja zetu. Inawezekana wewe unatoka Unguja, mimi nimesema mfereji, wewe unaelewa bomba la maji, kumbe inakusudia mimi mtaro wa maji. Kwa hivyo inawezekana tumepishana kuelewa katika namna moja au nyingine. Unayo nafasi ya kuniuliza kabla ya kwenda katika hatua nyingine. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamarat Hajj and Umrah Travelers ni taasisi iliyosajiliwa kisheria tangu mwaka 2014 na inafanya kazi zake kisheria. Taasisi hii ya Jamarati, mbali na kufanya kazi ya kusafirisha mahujaji, vile vile inafanya kazi mbalimbali za dawa, kusimamia dini ya Allah ili iweze kuenda mbele. Mwaka 2014 Jamarati ilianza kwa kusafirisha mahujaji 60 na alhamdulillah miongoni mwa mahujaji wao wapo hapa leo tunao. Na katika mahujaji wao wa mwaka 2014, Mwenyezi Mungu awasamehe na warehemu ndugu zetu waliotangulia, Sheikh Hamadi kutoka Pemba, Biafly Bedodo kutoka Mtwara na Ukti Amina Mbale kutoka Dar es Salaam. Hawa ni mahujaji wetu ambao walifariki, ambao tulikwenda nao 2014. Lakini 2015 pia Mwenyezi Mungu
amemchukua mzee wetu ambaye anaitwa Mzee Feruzi, na ambaye tulimpa taarifa muda si mrefu kwamba tutakuwa na hili tukio na akatia nia ya kuja. Lakini juzi wakati nataka nikumbushie, napewa taarifa kwamba Sheikh Feruzi ameshafariki. Mwenyezi Mungu ampe makazi mema huko alipo. Jamarat Hajj and Umrah Travelers katika malengo yake ya kuhakikisha Waislamu wanafanya hija, lakini pia watakaporudi hija basi kuhakikisha kwamba wanaendelea kufanya yale mambo ya heri ambayo dini yetu imeamrisha. Hivyo mahujaji viongozi wa Jamarat tangu mwaka 2014 wako bega kwa bega na mahujaji wao wote mpaka mahujaji wa mwaka 2017 ambao tulijaliwa kupata misukosuko, na alhamdulillah 2018 tukamaliza misukosuko ile, na tunao mahujaji wetu hapa ambao kwa ushahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuko nao na wanaendelea kufanya kazi, kujumuika na sisi Jamarat na kufanya kazi ya Allah. Kidogo tu projekta pale nafikiri inaonyesha kazi ambazo baadhi ya mahujaji wa Jamarat inafanya, ikiwepo kufuturisha, ikiwepo kujenga misikiti, alhamdulillah. Na katika mahujaji wetu wa mwaka huu yupo aliyotia nia ya kujenga msikiti na ameshaanza, japo hajakwenda na Jamarati, lakini process hizo amezianza katika kijiji cha Mwanalumango. Mwenyezi Mungu amwezeshe ili aweze kukamilisha nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mahujaji wetu wa Jamarati, Mwenyezi Mungu ataendelea kuwalipa kila laheri katika ushiriki wenu wa harakati mbalimbali za dini, ambapo wengine tumewashirikisha katika kuweza kuchangia maimamu vijijini ambao Jamarati inawasimamia. Jamarat Hajj and Umrah Travelers bado inaendelea kufanya kazi, na alhamdulillah kwa mwaka huu Jamarati imeweka idadi ya mahujaji 50 na bado tuna nafasi chache tu ili tuweze kukamilisha nafasi hizo zilizobaki. Inshallah tunawashukuru mahujaji wa Jamarati kwa ushirikiano wenu wa kuendelea kutuletea mahujaji, na inshallah tutaendelea kushirikiana nanyi katika shida na raha, na inshallah mzidi kutuombea dua katika kazi hii nzito ya kupeleka mbele Uislamu. Na nyinyi Mwenyezi Mungu awalipe, muendelee kushirikiana nasi. Baada ya kumaliza ibada ya hija, basi muhakikishe kwamba hija zinaleta athari kwenu kwa kuendelea kufanya mambo ya heri ambayo yanaridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hayo machache, wabillahi taufik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumkaribishe Sheikh Ponda atupe yale alionayo katika nasaha. Karibu Sheikh. Ndugu zangu katika imani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye kwa rehema zake ametujalia tukaweza kukutana katika semina hii iliyoandaliwa na shirika letu hili la Jamarati. Omba Mwenyezi Mungu ajalie tuweze kunufaika na semina hii ya leo. Kama alivyosema Sheikh wetu hapa Amir Hof, ni kusema chochote kile katika jambo hili kwa maana ya kukumbushana. Mimi nipongeze tu hatua hii ya kufanya maandalizi kwa lengo la kutoa elimu ya ibada hii ya hija, na nitumie fursa hii kukumbusha kwamba swala la kujua hija kwamba inatekelezwaje sio swala la wakati ule mtu anapotaka kwenda hija alafu ndio ajifundishe kwamba hija inatekelezwaje. Fikra hiyo ni makosa, na kwetu sisi Waislamu, hasa Waislamu wa Afrika Mashariki, imetutia hasara kubwa sana. Hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu, nguzo ya 5, na hii inatakiwa Muislamu ajifundishe, kwa maana ya kujifundisha, iwe unakwenda
kuhiji kesho, umepata uwezo au hujui lini utakwenda, lakini kwa sababu ni katika nguzo za Uislamu, basi inatakiwa ujifundishe ibada hii ya hija kama vile ambavyo ulivyokuwa unajifundisha ibada zingine za swala, saum, zaka na kadhalika. Kwa bahati mbaya zaidi sisi Waislamu wa Afrika Mashariki, swala la ibada ya hija tumechukulia kama ni swala ambalo ni la watu wenye kipato kikubwa, watu wenye shughuli za kipato kikubwa, kwamba ndio wanahusika na swala hili la ibada ya hija. Kwa maana hiyo sasa imekuwa, kwa sababu jamii kubwa ni watu wa kawaida, tunakuwa hatuna uwezo, imefutika kwenye fikra yetu. Kwa hivyo mtu anakuwa hana fikra ya utekelezaji wa hii nguzo ya 5 kwa dhana ambayo iliyopandikizwa kwamba ibada hii ni ibada ina uhusiano na kuwa na fedha nyingi au kipato kikubwa. Sasa mtaala ambao umetulea umepelekea kuwa na athari kubwa sana katika jamii yetu ya Kiislamu, hasa katika jamii hii ya Afrika Mashariki, na ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo ilivyo kwa Waislamu wenzetu katika mataifa mengine. Imefundishwa vizuri kuanzia kwenye shule ambako ndiko wanakolelewa jamii ya Kiislamu, kwa kiwango ambacho imeeleweka vizuri ibada ya hija toka wakati watu wakiwa wadogo wanakuwa wanajifundisha, kwa maana ni nguzo ya 5 katika Uislamu. Kwa maana hiyo ni lazima watu waijue mapema na iwekewe mikakati, na athari yake unaweza kaiona katika utekelezaji. Athari ya huu mtaala wetu sisi wa Afrika Mashariki ambao unahusisha tu ibada hii na pato kubwa. Ukienda katika ibada ya hija kule Maka, unaweza ukashangaa jinsi ambavyo ule mkutano ulivyotawaliwa na Waislamu kutoka katika nchi zingine, hasa nchi za Asia. Yaani idadi kubwa kabisa ya mkutano ule utakuta ni watu wametoka Malaysia, Indonesia, Pakistan, India na kadhalika. Sasa hii imetokana na ule uelewa kwamba kule watoto wanalelewa wakiwa wanafundishwa kwamba hii ni nguzo ya 5, na wanafundishwa hivyo kwamba ni nguzo ya 5 waielewe mapema toka wangaliko wadogo mpaka wawe kubwa. Na katika utekelezaji umewekwa mkakati kule. Wenzetu wa nchi zile za Malaysia, mtoto anapozaliwa anawekewa utaratibu, anafunguliwa account au vile vinini vya kudumbukiza pesa, vile vibubu. Yaani watoto wote kule wanawekewa vibubu. Kwa hivyo kila siku watu wanadumbukiza kwenye kile kibubu, kila mtoto, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa hivyo toka wangaliko watoto wanafundishwa, wanaelewa kwamba hii ni nguzo ya lazima, na kwa maana hiyo wanalazimika kuweka mkakati katika maisha yao kila siku. Yaani kila mmoja katika ile bajeti yake ya kila siku, ya matumizi yake kila siku, basi kuna sehemu ndogo anatoa kwa ajili ya kudumbukiza kwenye kile kibubu. Hii ni kutokana na ile athari kwamba wamefundishwa kwamba hii ni nguzo ya lazima, ni nguzo ya 5 katika Uislamu. Sisi tumefundishwa kwamba mpaka uwe na hela nyingi. Kwa hivyo wao, kwa sababu wamefundishwa vizuri, wameiwekea mkakati katika maisha yao ya kila siku. Kwa hivyo kila siku wanachukua sehemu ndogo katika matumizi yake kila siku, anadumbukiza kwenye kibubu. Leo hii ukienda kule Maka, basi utashangaa, na mahujaji wengi wanatoka katika nchi za Asia ni vijana, kwa sababu wamefundishwa. Na nchi kama zile za Indonesia, Malaysia, ili uweze kupata nafasi ya kwenda kuhiji, yani haji ambayo unamuona yuko pale Maka aliyotoka nchi zile za Asia, basi amefanya maombi ya hija miaka 5 nyuma katika nchi yake. Yani huwezi kupata nafasi kwamba unataka kwenda hija mwaka kesho alafu ukenda katika zile nchi ukaenda kutafuta kwenye shirika kama hivi Jamarati alafu ukapata, hupati.
na wanapewa nafasi 300,000 kwa sababu kule Maka ili waweze kumaintain ile hali ya watu wanaoingia pale, kila nchi imewekewa idadi ya nafasi ya kupeleka mahujaji. Sasa kule katika baadhi ya zile nchi wana mahujaji 300,000, lakini bado wana demand, wanataka kupewa nafasi zaidi, yani zile 300,000 haziwatoshi katika nchi moja. Sisi hapa tunapewa nafasi 30,000, lakini hija kubwa ya mwisho kabisa ilikuwa ni mwaka juzi, tulipeleka watu 3,000. Yani hatujawahi kupeleka katika nafasi 30,000 tunapewa, hatujawahi kupeleka hata robo. Manake katika 30,000 tunapeleka mahujaji kiwango cha juu kabisa, watu 3,000. Sasa sio kwa maana ya umaskini, lakini ni kwa maana ya jinsi ambavyo watu walivyoelewa tofauti. Yani jinsi walivyoelewa wenzetu na jinsi tulivyoelewa sisi ni tofauti. Na ili kuelewa kwamba sio tatizo ni umaskini, kuna mifano hai hapa nchini kwetu. Hapa nchini kwetu wako mahujaji ambao wamekwenda hija, lakini shughuli zao ni wapika vitumbua. Shughuli zao wanauza karanga. Mimi nakumbuka wakati sisi tungali kwa dogo kule nyumbani Kigoma, iliwahi kutokea, alikwenda hija mzee mmoja, alikuwa anaitwa Mzee Kidugwa. Sasa mzee alikuwa na shughuli zake kubwa, ni ana kapo la karanga, anauza karanga yake, alikuwa anapendwa sana, alikuwa ni mtu maarufu sana muuza karanga. Siku moja wakasikia katika mahujaji ambao wanakwenda Maka ni Kidugwa, ikawa issue mjini, Kidugwa anakwenda Maka, Kidugwa muuza karanga. Kwa hivyo experience inatuonyesha kwamba swala la kwenda hija ni swala la mkakati, ni swala la kuelewa. Ukishaelewa kwamba hii ni nguzo katika nguzo 5 za Uislamu na ukawa umeweka mkakati, mtu yote yule wa kiwango chochote kile cha pato ana uwezo wa kwenda kufanya hija. Na mwaka juzi hapa kuna mama mmoja amefariki kule, ni mtu wa Tandika, amefariki kule Maka, lakini alikuwa ni mpika vitumbua, amekwenda akafariki kule. Kwa hivyo nakusudia, ndugu zangu, hili ni swala la kuelewa mapema. Swala la ibada ya hija ni swala la kusoma, na kila mmoja ana wajibu wa kujua hii ni nguzo ya 5 katika Uislamu na ni nguzo muhimu sana. Mambo mengine yako mengi, hatuwezi kufungua yote kwa mara moja, lakini kadiri tutakavyokuwa tunakutana ndivyo tutakavyokuwa tunayafungua. Baada ya kuyasema hayo, ni muombe Sheikh Ponda atuombee dua ya kufunga kikao chetu ili tuelekee kwenye makazi yetu inshallah. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tunaomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema atujalie ziara yetu au tujalie safari yetu tunayokusudia ya kutikia au kutekeleza ibada hii ya nguzo ya 5 katika Uislamu tuweze kufanikiwa katika azma yetu. Omba Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanikiwa au kufanikisha ibada hii na tuweze kupata manufaa aliyoweka Mwenyezi Mungu katika ibada hii tukufu ya hija. Omba Mwenyezi Mungu atupe uhai, atupe nguvu na atupe weledi katika jambo hili. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana rahim. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min at-tahirin waj'alna min ibadika salihin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك عزيز غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.